wakati hali ya hewa ikiwa imetulia. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa wachezaji kwa sababu jua kuna nguvu kidogo huwa linapunguza kwenye utendaji wa kazi. Kwa hiyo ni mchezo ambao unapigwa sasa hivi. Uzuri hata bara nako kunachezwa usiku, lakini ni mchezo ambao unapigwa usiku, tayari kumetulia. Uwezo wa mchezaji kukimbia huwa unakuwa unaongezeka, kwa maana kwamba uchovu ambao huwa nguvu zinafyonzwa na jua zinakuwa hakuna. Kwa hiyo mechi ni mpya, tunaenda kushuhudia walimu ambao kwa dabi inawezekana si dabi zao za kwanza, lakini kwa dabi yetu ya Tanzania ni ya kwanza, na matarajio ni kwamba naweza nikaona walimu zaidi kuliko wachezaji, kwa maana kile ambacho walimu wanakifikiria kichwani kwa matarajio ya kukiona, kwa sababu kwa upande wa Simba mwalimu ni mgeni na anaamini kwenye kile ambacho amekuwa akifanikiwa nacho, lakini wachezaji wengi wa Simba ni wageni kwenye dabi, na bahati mbaya wamefungwa mechi 6 mfululizo. Kwa hiyo unaweza ukawa na tahadhari kubwa kwenye upande wao kwa kuiendea mechi hii, na kusababisha sasa tukamuona mwalimu zaidi kwenye vile vipindi vitano vya mchezo, kwa maana timu ina mpira, timu imepoteza, imepata mpira, haina mpira, na zile set pieces za kushambulia na kuzuia ndipo ambapo tunaweza tukaona zikiwa zinatafsiriwa. Kwa upande huo nategemea mechi ya kimbinu zaidi, ambayo sasa itahitaji wachezaji wanaweza kujiinua ili kuweza kubadilisha hali ya hewa pale uwanjani, na bahati nzuri Yanga wana wachezaji wengi ambao wanaweza kujiinua kwenye kipindi kigumu kama hicho. Faida ambayo Yanga wako nayo ni hao madaraja ya wachezaji, lakini na muda ambao wachezaji wamekaa pamoja kwenye kikosi, karibu 70% ni wachezaji wanazungumzia misimu 2 mpaka 3 kuendea wakiwa pamoja. Kwa mwalimu unaweza kumuona Goncalves amepata faida ya kuwa na kikosi ambacho kiko muda mrefu. Kwa hiyo yeye anakuja kujazia zile mbinu zake ambazo anazo, kwa sababu leo hii Mudathiri anajua Dube anaweza kufanya kitu gani kwenye ubora, na hata kama sijamuona najua tu kwa wakati huu Dube atakuwa sehemu fulani anafanya vitu hivyo tofauti ambayo inaweza ikajitokeza ndani ya kiwanja. Tumetazama michezo ya mwisho ya klabu hizi mbili, Young Africans akipata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya JKT, lakini Simba Sports Club akitoka suluhu dhidi ya Dodoma Jiji. Dabi wanasema huwa haitabiriki. Huenda matokeo ya mechi ya nyuma yanaweza affect kwa namna gani mchezo wa dabi hapo kesho kwenye timu zote hizi mbili, hasa kwa upande wa Simba ambao wao hawakupata point? Mnaweza mkakosa kushinda, lakini hali ya mchezo ikawa inawapa matumaini. Kwa mfano Simba hajamfunga Dodoma, lakini hakuna aliyetazama mechi aliyokuwa na mashaka kwamba mechi hii Simba hawezi kushinda. Ni mpaka filimbi ya mwisho ilipopulizwa ndio walikuwa waliamini kwamba mechi hii imeisha kwa sare. Kwa hiyo ile ni mechi ambayo wanaichukua kwa njia ya chanya, kwamba tulikuwa na performance nzuri, lakini dhidi ya mpinzani ambaye alikuwa hatuulizi maswali, kazi yake ilikuwa ni kujibu maswali tunamuuliza. Kwa mechi ya Yanga ni tofauti, kwa sababu kutakuwa kuna kujibizana maswali, unauliza unajibiwa, na wewe unatakiwa utafute jibu, kama ambavyo Yanga alicheza na JKT. JKT aliamua kuulizana maswali na Yanga, kwa hiyo ya kwake yalijibiwa na yeye akashindwa kujibu maswali ya Yanga. Angechagua kujibu peke yake, inawezekana tungekuwa na mechi tofauti na isingekuwa idadi hiyo ya magoli, lakini sasa kwa wanapokutana wao wenyewe kwa wenyewe, hautarajii kuona timu moja ikiwa inajibu tu peke yake, labda kulingana na mechi ambavyo ipo. Kwa mfano Simba wamepoteza mechi 6 mfululizo. Mimi ninachokiona kwa mechi ambazo walikuwa wanapoteza ni kwa sababu tu walikuwa wameamua kujibizana na Yanga kwenye kila mechi, lakini tofauti na Yanga wakiwaga hawako vizuri, wao wanaamuaga kujibu maswali tu. Matokeo yake wana frustrate Simba, wanatoka sare, nakuta kipa nyota wa mchezo. Lakini Simba hata mara moja hawajakuja kuheshimu Yanga na kuamua kusema sasa sisi wacha tuwachanganye hao kwa kuwazuia kwanza, tuone namna gani wanaweza wakachanganyikiwa na kutoka kwenye utaratibu. Pale ambapo kila mchezaji anataka kuwa shujaa, ndipo ambapo mnaweza mkacheza nao mkiwa sawa. Kwa hiyo mimi naiona mechi ambayo kama Simba wataamua kuifanya iwe mechi ambayo wao wanakuwa timu ya pili, inaweza ikawa ni mechi ngumu sana ndani ya kiwanja, kwa maana kwamba hiyo quality wanayo. Kwa nini wanayo quality? Wana uwezo wa kujibu. Simba wana kama Anicet Oura, wana Libasige sehemu ya ushambuliaji, lakini hao watu wawili tu wanaweza kutumika kuanza kujibu mashambulizi, na inaweza ikawa ni athari kwa Yanga ambayo ikiwa na mpira Mohamed Hussein anaondoka, kama ni Mwenda anaondoka, kwa hiyo utakuwa unawapata Baka na Job kwenye eneo la mwisho ambalo ni kubwa sana kwa watu wawili kujilinda.
Kwenye mchezo wa kesho hasa unaona bato kwenye maeneo gani kwa upande wa timu zote mbili, Yanga na Simba? Kwa namna ambavyo timu zinacheza unaweza ukaona Simba ina uimara zaidi kwenye eneo lao, maeneo ya pembeni, kwa maana upande ambao wanacheza Oura ndio upande wa Simba ambao unaonekana huko imara zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya operations za upande huu. Operations za upande huu zinafanyika na watu watatu: Kibabage, Oura na Chama. Wamekuwa kielewana sana, na ndio sehemu nyingi ambazo unaweza kuta asilimia kama sio 50 ya mchezo unacheza upande ule, huku katikati na kwa upande wa Libase Gez kigawana hiyo 50 iliyobaki. Kwa hiyo ni upande ambao unauona utakuwa na vita, kwa sababu na upande pia ambao unategemea labda anaweza akawepo Mwenda ama kama yao amepona anaweza akawepo, lakini pia upande wa kushoto ni eneo pia ambalo Simba wanategemea kwa Libase Gez, lakini Kapombe akiwa ameanza kwa unategemea Mohamed Hussein ataanza kukabana na Kapombe kila wakati, hapo unategemea hilo bato kuwepo. Lakini kama Pacome yuko upande huo, unaona jinsi ambavyo pia kutakuwa na bato. Pacome ana uwezo wa kushambulia na ana uwezo wa kuja kuzuia, kitu ambacho huwa kinamsaidia fullback wake, anakuwa hana kazi kubwa kwa sababu ana uwezo wa kuja kujilinda. Lakini sina takwimu nzuri ya Libase Gez kwenye kuja kuzuia, sina takwimu nzuri ya Oura kwenye kuja kuzuia. Kwa mashaka yangu eneo hilo ndo ambalo linaweza likatuamulia mchezo. Cha kwanza saikolojia huwezi kuikimbia. Yani mtu ambaye ameshashinda mara 6 mfululizo leo kumwambia amuogope yule mtu ambaye ameshamshinda mara 6 mfululizo, kiakili huwa haikubali. Cha kumsisitiza ni kumwambia kwamba awe tu na tahadhari, asijiamini kupitiliza, kwa sababu kujiamini ni kitu kizuri, kwa sababu kitakufanya ufanye kitu kwa uhakika. Ukijiamini kupitiliza ndipo pale ambapo unaenda kufanya makosa mengi. Kwa Yanga ambacho labda msisitizo ni kutokuwa na ile hali ya kupitiliza, kwa sababu hao pia nao wanacheza. Inaweza kutokea kosa moja wakatufunga na mechi ikawa imeisha. Kwa wao wana hiyo confidence, walau wao kwenye kujadili mechi hawajadili kama watu walioshindwa na kujadili vitu hasi sana. Watakuwa wanajadili vitu chanya ambao kisaikolojia pia ni chakula. Kwa hiyo wao wanaweza kawa na sehemu hiyo. Lakini kwa upande wa Simba mijadala mingi itakuwa ni namna ambavyo timu imepoteza mara 6. Unaona si chanya, hiyo ni hasi. Kwa kama mnajadili sana hasi, wakati mwingine energy pia ya watu inaweza kashushwa na hiyo hasi ambayo mnaenda nayo. Lakini pia kushinda na kufungwa ni tabia. Yani tabia kama ilivyo, kama ukiwa unashinda inageuka inakuwa tabia yako, na ukiwa unashindwa inageuka inakuwa tabia yako. Kwa nini? Kwa sababu athari za kimchezo ni kwamba nyinyi ambao mnafungwa mkitanguliwa tu mnajua sasa na leo ndio kama vile ilivyopita, lakini nyinyi ambao huwa mnashinda wakati mwingine mmeshinda kwa kusawazisha na mkaja mkashinda, hata mkitanguliwa sasa hawa hawezi kutufunga mpaka mechi hii. Hiyo saikolojia ambayo huwa inaongoza ndani ya kiwanja. Hata wachezaji si tushacheza timu ambayo kila mkikutana nayo inawafunga. Yaani hata mkienda kwenye mechi mnaweza mkacheza nyenyewe mnacheza mkikosa kosa nafasi, sasa jamani hii tamsie kajirudia kama mechi iliyopita. Mara wakiwatangulia kila mtu anakuwa afuati tena maelekezo, kwa sababu anaamini napaswa kuiokoa timu. Matokeo yake ndio mnajikuta mko desperate na mnaweza mkaadhibiwa. Kwa hizo saikolojia sio kitu cha kudharau. Na kuna kitu kimoja, wakati mimi nacheza, bahati nzuri nacheza timu zote. Wakati nasajiliwa Yanga nilikuta Yanga ilikuwa ina historia ya kupoteza na Simba. Kwa hiyo tukiwa kuna jadili mchezo ilikuwa ni kwamba safari hii hatukubali. Kwa misimu kama mingapi kwa faida tu sasa hivi? Yani kwa wakati sisi tumeingia kwenye timu tulikuta mechi 2 za mwisho zimepotea. Kwa hiyo kukawa kuna huo mjadala kwamba safari hii sisi hatukubali. Kwa hiyo sasa ile hata namna mnavyojadili ni kwamba kwanza mnatiana hofu kwamba safari hatukubali, kwa maana kama tutafungwa kuna kitu kingine ambacho kitatokea, badala ya kujadili kwenye ile ya kutiana moyo kwenye kufanya kazi. Kwa bahati nzuri kwenye mechi yetu iliyofuata tulitoka sare baada sasa ya kuwa na tahadhari nyingi. Lakini wakati nimesajiliwa Simba nilikuta Simba wao wana kauli yao, wanaambiana kwamba sisi kufungwa na Yanga mpaka tutaki wenyewe. Kwa hiyo hata mchezaji mgeni alokuja anakuwa anatengenezea hiyo imani kwamba kwa hiyo hawa ni kwa kwetu ni timu ya kawaida tu, japo ni dabi na jaa, lakini hawa viongozi wenyewe hawana wasiwasi na sisi kuna uwezo wa kwenda kucheza nao. Kwa hiyo inawezekana hiyo kauli sasa hivi imehama. Yaani huku wanajadili, ndio maana utaona huku upande wa Simba kuna kuitana sana mara 3 baada ya mechi. Kwa nini? Kwa sababu mijadala si mizuri. Yanga unaweza wakapoteza hata mechi ambayo ilikuwa na umuhimu, lakini ukaona viongozi wanatoka na kusema tumepoteza kama timu, tupandishe soksi na tuendelee. Lakini upande huu kila wakipoteza kuna mchezaji ameuza. Kwa hiyo unaona mijadala sio mizuri. Kwa hiyo wakati mwingine kisaikolojia
haijengi kama timu. Kwa hiyo kama mnajadili, inapaswa kujadiliwa kwenye sehemu chanya zaidi kuliko hasi, kuliko kutiana hofu kwenye mchezo. Unaona ni maeneo gani kesho yanakwenda kuamua mchezo kwa pande zote mbili? Tumeona kwa Young Africans usajili mpya, Depu akifanya vizuri eneo la mbele pale akiwa na rekodi ya kufunga mabao kila anapocheza, lakini pia kwa Simba Sports Club kuna kina Anicet Oura, kuna kina Liba Segeye pia na wao wamekuwa wakiingia kwenye rekodi hizo za kufunga, lakini Dabi wanasema chochote kinaweza kutokea. Unaweza kusema washambuliaji wakaamua, lakini ikaja kuwa tofauti zaidi. Cha kwanza ukiwa unachezwa mechi unategemea washambuliaji ndio waweze kuleta hayo matokeo ya ushindi kwa kufunga, na kama mchezaji anakuwa kwenye wakati mzuri unaweza umetoka kusema Oura, nadhani Oura toka amefika, inawezekana hana namba hizo nzuri, lakini ukiangalia mchango wake pa game inawezekana ukawa unawazidi hata wenye namba, lakini kwa sababu mpira umebaki kwenye namba, Libasege atakuwa ni mchezaji hatari kuliko wachezaji wengine wa Simba ndani ya kiwanja. Kwa hiyo kwa sababu ya ule muda anaocheza na mchango wa mabao ambao amechangia, kwa hiyo ni wachezaji ambao kama timu inakuwa imewekeza juu yao, lakini inategemea zaidi kati ya Loemba na Chama kuweza kujua kutengeneza hizo nafasi. Je, vita yao katikati ya kiwanja dhidi ya Abuya, dhidi ya Maxi Muda ama Domaro inaweza kuwaunganisha hao wachezaji wa sehemu ya ushambuliaji na viungo? Hicho ndio kitu ambacho tunaweza tukakiona. Vita kubwa itakuwa eneo la katikati ya kiwanja kwa ajili ya kutoa sasa timu ambayo italiwini ile eneo, ile ubora wa wachezaji wengine wa maeneo ya pembeni tunaweza tukauona na kupelekea timu zao kupata matokeo mazuri ya ushindi. Kwa upande wa Yanga unaweza kumuona eneo ambalo kama Pacome yupo, kama ameshapona anakuwepo kiwanjani, ni eneo ambalo Yanga wanategemea zaidi, kwa sababu kwa namna ambavyo timu zipo, ukiangalia Yanga ina uwiano vizuri sana wa viungo kwa kuzuia na kushambulia. Bahati nzuri viungo wao karibu wote wana asili ya kucheza namba 6, namba 8, namba 10. Yaani ni Domaro tu ndio unaweza kumuona ana asili moja tu ya kucheza eneo la chini, lakini Muda anaweza kucheza namba 6, wakati anakuwa alikuwa anacheza namba 6. Amechange, amekuwa namba 8, amekuwa namba 10. Abuya vile vile anacheza eneo lote kuanzia namba 7 na mpaka mwisho, lakini pia Maxi anaweza kucheza eneo lote kuanzia namba 7 mpaka mwisho. Kwa hiyo ni faida ambayo Yanga wanayo kwenye katikati ya kiwanja. Sasa ni timu pinzani kuweza kupunguza ile nguvu ya Yanga ambayo inaonekana zaidi ipo kwenye katikati ya kiwanja. Ndio maana unaona hata mafubeki wao wanapata nafasi ya kutembea, kwa sababu katikati ya kiwanja kuna watu na wanaweza wakakavia zile nafasi ambazo zinabaki. Kwa sababu kwanza ni muamuzi ambaye ana sifa za kupewa kuchezesha hiyo mechi kwa sababu ya qualification zake, cha kwanza ambacho kimetumika. Kwa kuamini hivyo, naamini kwamba hizi comment zinaweza zikatusaidia kupata uamuzi mzuri zaidi, kwa sababu ya umakini ambao atakuwa nayo kutaka kuthibitisha kwamba hichi mnachokisema sio kama taaluma ambayo mimi nimeisomea, lakini kurejesha kwa wale ambao wamemwamini, kwa sababu utakumbuka dabi iliyopita ilibidi atoke mwamuzi toka nje kuja kuichezesha. Sasa ikiwa kama kila dabi anatolewa mwamuzi nje, na maana nyie wa ndani mmeshindwa, lakini kama watu wamekuamini, nadhani ana kazi kubwa sana ya kulipa hiyo fadhila ya kwamba tumeacha kumuita mwamuzi kutoka nje, ambao baada ya pambano lile hakukujadiliwa tena mwamuzi, bali ilijadiliwa timu na makosa ambayo yalitokea. Kwa hiyo mimi naamini kwa Mchui, mechi ile ambayo ilichezwa ya dabi ya mwisho, mwamuzi kutoka nje, kuna vitu vingi sana atakuwa alivipitia na kuvichukua kama nondo, kama wanafunzi wetu wanasema amekusanya nondo ambazo zinaweza kumsaidia kwenye mchezo wa leo, lakini akiamua kuchezesha kwa mujibu wa taratibu ambazo amekwenda kusomea, yale makosa ya kibinadamu yanaweza yakapungua na kulinda. Kwa washabiki wao waje watazame, kwa sababu mwisho wa siku mtu naye ni binadamu, anasikia nini watu wanazungumza. Hakuna binadamu anapenda kuzungumzwa hasi kwenye kazi yake. Hata sisi tunafanya kazi zetu, hatupendi comment hasi kwenye kazi zetu. Kwa hiyo natumai atalinda heshima ambayo chama cha soka pamoja na bodi ya ligi. Kama mwanadamu wa kawaida, unapokuwa gumzo nategemea uko gumzo kwa jambo gani, zuri au baya. Kwa kutazama mjadala uliokuwepo, nadhani haumuhusu sana kwenye kazi yake. Ni vitu vingine ambavyo vingine hata yeye haviko ndani ya uwezo wake. Kuna baadhi ya watu wanapaswa kujibu maswali na sio yeye. Kwa hivyo naona ni sehemu pia ambayo inaweza ikamotivate kwamba huenda watu kwenye kuendea mchezo huu wanataka kuniangusha. Sasa mimi natapaswa kujiinua na kubaki kwenye mchezo. Kwa hiyo huenda tukamuona
akiwa kwenye hali nzuri zaidi kama ana uimara huo, lakini kama sio imara, inawezekana hayo maneno ikawa ni sababu, na pamoja na mechi kwa sababu ya kumsahau Domaro ambaye tulikuwa tunamjua, kwa sababu dabi zimeshawapoteza wachezaji wengi sana.